Huu ni mwaka wa surprise na surprise mbalimbali zikiwa zinaendelea kutoka Al Hikma Foundation, na hii leo ni siku nyingine tena tukiwa tunakwenda kuitoa surprise ambayo ilitokea katika mashindano makubwa zaidi ya Qur'an tukufu ya mabara yote ulimwenguni, wakati ambapo vijana mbalimbali walipokuwa wakishindana katika usomaji wa Qur'an, mashindano ambayo yameandaliwa na Al Hikma Foundation. Miongoni mwa surprise hizo zilikuwa ni surprise za namba, ambazo namba hizi walikuwa wakitaja viongozi mbalimbali, na miongoni mwa hao basi walikuwepo ambao namba zao zilitajwa, na ile tumeungana katika kwenda kuchukua surprise yao ambayo si nyingine bali ni kwenda kupewa viwanja, na viwanja hivi vinatolewa na kampuni ya Properties International Limited. Kama ambavyo unavyoweza kushuhudia hapa nyuma yangu, ndivyo ambavyo magari na msafara huu ukiwa hapa katika eneo la Bagamoyo roundabout, tukiwa tunaelekea katika eneo la kwenda kuwagaiwa viwanja, na tupo hapa katika sheli hii ya Afro Oil pamoja na supermarket ya Afromat, ambapo hapa ni sehemu pekee ambayo unaweza ukapata kuweka gari lako mafuta kwa ajili ya kufanya safari zako, lakini pia vile vile katika supermarket ile unaweza ukapata mahitaji mbalimbali ya vinywaji, lakini pia vile vile vitafunwa vile vitatu kwa ajili ya kuweka safari yako iwe vizuri kabla ya kuondoka. Mimi ni Khalid Omar, kanami mpaka mwisho utakwenda kushuhudia kila ambacho kinajiri katika safari hii. Kwa niaba ya taasisi ya Al Hikma ambayo pia yuko pamoja na katibu wa mashindano Sheikh Salim Kiza, lakini msaidizi wa Sheikh Nuruddin Kishki, Sheikh Shakiri, wamekuja pamoja. Wamekuja na kundi la wale ambao waliahidiwa na leo wamekabidhiwa rasmi viwanja vyao, wakiwa ni sehemu waliohudhuria katika mashindano yale. Kwa niaba ya taasisi ya Al Hikma, Sheikh Abdul Hakim, karibu useme lolote. Fukayosi hoi! Property International walikuwa ni sehemu ya wadhamini ya mashindano, na sio mwaka huu, miaka mingi mfululizo, na kila mwaka huwa wanatoa zawadi za viwanja kwa wale ambao wanaushiriki mashindano ya Qur'ani. Waliobahatika safari hii kwenye hii surprise walikuwa wamama watatu. Hao wakina mama wapo kule nyuma. Hebu naomba muje huko. Nichukue fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu, lakini pia kuishukuru kampuni ya Property International kwa uzalendo na kwa kushiriki majambo haya muhimu, hasa ya kijamii na ya kiimani. Hawa ndio walioshinda, vijana wa Kitanzania, mabinti hawa ambao walikuja uwanjani tokea saa 8 za usiku ili kuwahi tukupata siti. Na sisi tuliwapataje hawa watu? Kila aliyokuja uwanjani alfajiri saa 8, saa 9, tuliweka vijana katika kila milango kuwapa namba moja randomly, kuanzia namba 1 na mpaka namba 70,000. Kwa katika namba tulizozigawa randomly, viongozi waliokuja kwenye kuhudhuria yale mashindano main stage kule VIP, Royal VIP, waliambiwa wataje namba yoyote kuanzia 1 mpaka 60,000. Kwa namba zilizotajwa randomly ni miongoni mwao ni hawa watu. Mtazamaji, tayari tumekwisha fika hapa katika eneo la Mwavi, kata ya Fukayosi, wilaya ya Bagamoyo, mkoani Pwani, ambapo kama nilivyokuarifu hapo awali ni kwamba leo ndo siku ile ya surprise ya viwanja kutoka kwa watu wale ambao walikuwa na namba maalum katika uwanja wa Mkapa kwenye mashindano makubwa zaidi ya Qur'an tukufu ya mabara yote ulimwenguni. Watu hawa watatu ambao wamepata hiyo surprise wamepatiwa, na anaungana na moja kati ya wanufaika wa surprise hiyo. Huyu si mwingine ni Zainab Khairu. Ataniambia anatokea wapi na vile vile amejisikiaje mara baada ya kupatiwa kiwanja hiki. Asalamu alaykum. Wa alaykum salam. Zainab, unatokea wapi na niambie kwa upande wako? Natokea Yombodovia. Ni nahisi furaha na nimepata na furaha kupata kiwanja. Niambie utakwenda kufanyia nini? Nitawapa wazazi wangu wajenge. Nitawapa wazazi wangu wajenge. Basi, ili tuishi. Sasa tupo katika kiwanja cha pili, na kiwanja hiki moja kwa moja kwa hivi sasa kinakuwa milki ya kwake dada yetu Zainab Juma. Viwanja hivi vimepangwa katika mtiririko uliokuwa bora zaidi. Katika kiwanja cha kwanza cha kwake Zainab Khairu ilikuwa ni 1250
13 na sasa hivi ni 12:55 katika eneo hili. Ni viwanja ambavyo vinafuatana. Inawezekana wakaunda mtaa wao hapa wakaupiga jina wa Al-Hikma Street. Dada, asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Niambie, kiwanja hiki sasa hivi umeshapewa, kwa upande wako unalizungumziaje tukio hili la Al-Hikma pamoja na kampuni ya Properties ambao ndo watoaji wa viwanja wakidhamini katika mashindano ya Qur'an? Mimi ningependa tu kuwashukuru na kuombea dua. Basi nawapa shukrani na nimefurahi sana. Sawa bana, asante sana na hongera sana. Shukrani. Lakini pia unaweza kutoa neno lako kwa Al-Hikma Foundation ambao ndo waandaaji wa mashindano, lakini pia waandaaji wa ndoa 100 ambazo nyinyi mmetokea huko. Mimi naomba Mungu ajalie tu afya njema, azidi kutoa na kutoa zaidi. Sasa tumetoka katika kiwanja cha kwanza 12:53 na tukaelekea katika kiwanja namba 12:55 na hivi sasa tupo katika kiwanja chetu cha mwisho cha namba 12:57 na kumbuka viwanja hivi vyote vimepimwa na vina ukubwa wa square mita 400 na kwa wale Waswahili kama mimi kwa haraka hivi square mita 400 kama vile unasema miguu 20 kwa 20. Huyu ni Saum na Saum tunakwenda kuzungumza naye pale. Asalamu alaykum. Wa alaykum salam. Hivi unakumbuka surprise yako ilikuwaje? Niambie siku ile ya mashindano kwa upande wako ilikuwaje, ukaingia pale alafu ikatajwa namba, ulijisikiaje na leo hii unakuja kupewa kiwanja? Nilisikia tu furaha, ndio nilipoona ile namba, nikasema kumbe ndio mimi. Kuna mama akaniambia nenda ni wewe. Akasema asante. Kwa hiyo nashukuru. Namba yako ilikuwa ngapi? Namba 1. Mashaallah, hongera sana. Kwa hiyo mtu ambaye ulipata bahati kubwa sana katika hiyo namba 1. Na leo sasa kiwanja chako umeshakipata katika siku hii. Unazungumziaje? Kikubwa namshukuru Mungu, na nashukuru Al-Hikma kwa kunipatia kiwanja hiki. Nashukuru sana, nimepata furaha kwa kupata kiwanja hiki. Sawa, kiwanja kimeshapatikana hivi. Mpango ni upi sasa ama nini kinafuata kwako? Kikubwa tunaomba kwanza dua, kama ni kujenga haya. Nyinyi kama Properties mmetimiza ahadi yenu, na lipi la kutuambia ama mna lipi la kusema juu ya huduma zenu, lakini pia na mashindano ya Qur'an na hawa ambao mmewapatia viwanja hivi? Kwanza nijitambulishe kwa jina, naitwa Abdul Harim Zaharan Salim, ni mkurugenzi wa kampuni ya Property International. Kampuni inajihusisha na mambo ya real estate, vile vile kupanga, kupima pamoja na kuuza viwanja. Tunafanya biashara, na katika biashara yetu vile vile tuna ambacho tunapenda kukirudisha kwa jamii. Taasisi ya Al-Hikma inafanya kitu ambacho kinagusa moja kwa moja imani za watu, na imani ndio inayopelekea amani, na viongozi wetu wa kitaifa siku zote wanahubiri amani. Kwa hiyo sisi tuko moja kwa moja kuwaunga mkono wale wanaohubiri amani katika nchi yetu. Property International ni sehemu salama kabisa. Tumekuwa tukishiriki mashindano pale Sabasaba katika kila mwaka, ni miaka 10 sasa, na tumekuwa tukichukua award kila mwaka. Hiyo tayari ni alama tosha kwa sisi tunaaminika na kampuni yetu ni sahihi. Ofisi zetu ziko pale Mariam Tower Ilala, na vile vile ofisi za ardhi pale Dar es Salaam Magogoni, vile vile pale ipo ofisi yetu. Tunawakaribisha sana na tunaamini kwa mtafurahishwa na huduma yetu, na nyinyi mashahidi. Moja ya mradi ambao mmefika kwa bahati nzuri kutembelea, mmekuta yale tunayoyahubiri kila siku. Miundombinu bora, huduma za jamii zipo, mmejionea. Kwa hiyo muambie na wenzenu, tunawakaribisha na nyinyi pia. Tukio hili lina maana nyingi sana. Maana ya kwanza kabisa ni kwamba Al-Hikma Foundation na wadau wa Al-Hikma Foundation kama The Property International walivyo ni watu ambao wanaahidi wanachokitekeleza. Ahadi wanayoitoa inatekelezwa. Tena hii imetekelezwa ndani ya muda mfupi tu, tarehe 16 mwezi wa 3 na leo tarehe 12 ya mwezi wa 4. Kabla ya mwezi haujaenea tayari wameshapata viwanja vyao. Kwanza kutimiza ahadi. Lakini 2, ina maana pia kwamba mashindano ya Qur'ani ya Al-Hikma si mashindano tu kwa maana ya Qur'ani, yanakuwa mashindano ambayo yana athari kwa Watanzania,
yana athari kwa wanajamii, yanawaacha wanajamii wakiwa wanafurahia maneno ya Mwenyezi Mungu kwa maana ya kunufaika nayo. Lakini jambo jingine zaidi ambalo linatokana na tukio hili pia ni kwamba Muislamu ana haki ya kuwa na makazi na eneo analoishi, analomiliki. Hiyo ni sehemu ya ustaarabu, sehemu ya utulivu wa nafsi. Kwa hiyo tukio la leo la hawa kupata viwanja ni maanisha pia tukio la kuwapa utulivu wa nafsi, kuwa na sehemu ya makazi. Upo msemo mdogo tu unaosema kila anayefanya maendeleo lazima ayafanye juu ya ardhi. Kama angelikuwepo anaweza kuyafanya juu ya ardhi, tungeshaona magorofa juu ya ardhi. Kila anayefanya lazima afanye juu ya ardhi. The Prophet imetupa nafasi ya kufanya maendeleo juu ya ardhi. Viwanja ni vikubwa sana na eneo afuka limeongozana. Tunaweza tukaupa jina mtaa wa Al-Hikma. Wallahi, kwanza tunashukuru The Property kufanya kusudi kuwapa viwanja vinavyofuatana, viwanja vikubwa vinavyotosheleza. Nina uzoefu kidogo wa kujenga mambo ya ujenzi. Kiwanja hiki unaweza ukakigawanya ukajenga nyumba ya nyuma na nyumba ya mbele, kadri utakavyoamua wewe uchore ramani yako kwa ukubwa wake ulivyo. Lakini pili ni kwamba viwanja vinafuatana katika eneo ambalo limepimwa, eneo ambalo lina barabara. Wallahi, naomba The Property wakipata klipu hii waone pendekezo la mtaa huu kuitwa Al-Hikma, iwe ni athari tena imma Al-Hikma au uitwe mtaa wa robo karne, athari ya tukio la mashindano ya tarehe 16. Ukitazama nyuma ni barabara kubwa ya Bagamoyo kwenda Msata. Ni umbali wa viwanja viwili ama 1.5 kwa macho yangu ambayo nikitazama hapa. Ndipo ambapo Properties International Limited kwa kushirikiana na Al-Hikma Foundation wametoa viwanja vitatu kwa watu wanufaika wa surprise ya robo karne. Na kwa mujibu wa mwenyekiti wa kamati ya zawadi kutoka Al-Hikma Foundation, anasema kuwa kila square mita moja ina thamani ya shilingi 15,000. Kwa maana hiyo kizidisha hapo mara 400 ni kwamba kiwanja hiki kina thamani isiyopungua shilingi milioni 6 za Kitanzania, na ukubwa wake ni kwamba unaweza ukajenga nyumba 2 kwa sehemu moja. Kwa hivyo utaona ni kwa jinsi gani ambavyo viwanja hivi vilivyokuwa ni vikubwa, lakini pia vipo katika eneo ambalo lenye thamani. Na mpaka hivi sasa hatuna la ziada. Kwa niaba ya wenzangu Abdul Karim, Abdurrahman, Omar Nganga pamoja na Ahmed Kimamba, mimi ni Khalid Omar. Endelea kufuatilia Kishki TV. Usisahau kusubscribe, kulikes, kucomment na kushare taarifa zetu mbalimbali ambazo tumekuwa tukitumia. Sisi ni nuru ya dini yako. Kishki TV, nuru ya dini yako.